Ugonjwa wa PID ikimaanisha pelvic inflammatory disease, kwa lugha rahisi huwa unaitwa ni ugonjwa wa akina mama. Via vya uzazi vya mwanamke vimegawanyika. Kuna via vya uzazi vya chini na kuna via vya uzazi vya juu. Kwa hivyo maambukizi yoyote ambayo yanatokea sehemu ya juu ya via vya uzazi vya mwanamke ndio yanatosababishia ugonjwa huu wa PID. Wanawake takriban milioni 106 wanapata ugonjwa huu wa pelvic inflammatory disease, na hasa wale ambao wapo katika sexual active age, wapo katika umri ambao unawaruhusu wao kuanza kushiriki swala la kujamiiana, na hii ni kwa sababu wengi wao unakuta wanakuwa wanajihusisha na ngono zembe ama ngono zisizokuwa na kinga ya aina yoyote. Tabia hatarishi ambazo mwanamke akiwa nazo zinamweka yeye kwenye uhatari wa kupata maambukizi haya ya hawa bakteria ambao wanatusababishia huu ugonjwa ni wanawake au wadada ambao wapo kati ya umri wa miaka 15 mpaka miaka 24, na hii ni kwa sababu katika umri huu tunauita ni sexual active age. Ni katika kipindi ambacho wanawake au wadada wengi wanakuwa wanashiriki sana tendo bila kinga ya aina yoyote, lakini pia ni umri wao kutafuta watoto na wachumba. Kwa hivyo katika kipindi hiki wanawake wengi wanajikuta wanapata ugonjwa huu wa PID. Lakini group jingine ikiwa ni sexual workers, wanawake ambao wanajihusisha na biashara za ngono, na group la tatu ni mtu mmoja ambaye anakuwa hana uwezo wa kwenda vituo vya afya ama hospitali kwenye zahanati kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa afya yake yeye mwenyewe. Sasa kwa kawaida kuna ambazo tabia hizo hatarishi. Ya kwanza kabisa ni multiple sexual partner, mwanamke kuwa na wapenzi wengi, kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja, au kuwa na mpenzi ambaye yeye ana wapenzi wengi. Unaweza ukawa wewe una mpenzi mmoja lakini yeye ana wapenzi wengi. Kwa hiyo tabia hii inafanya wanawake wengi sana wanajikuta hapo katika uhatari wa kupata ugonjwa huu wa PID. Lakini tabia nyingine hatarishi ni unprotected sex, kufanya ngono zembe, kushiriki tendo, kujamiiana bila kinga aina yoyote. Tunayokusudia zaidi hapa ni condom. Lakini tabia nyingine hatarishi ni previous history of sexually transmitted infection or previous history of pelvic inflammatory disease. Kama mwanamke amewahi kuumwa magonjwa ya ngono, magonjwa ya zinaa, tunazungumzia kuna gonorea, kuna kaswende, lakini pia kuna maambukizi mengine ambayo yanahusiana na ngono zembe. Kama mwanamke ana historia ya kuumwa magonjwa kati ya magonjwa haya, yeye yupo katika hali ya uhatari ya kupata ugonjwa huu wa PID. Lakini pia kama mwanamke amewahi kuwa na historia ya kuumwa ugonjwa huu, basi ugonjwa huu unaweza ukampata tena endapo ule ugonjwa mwanzo haukutibiwa vizuri au hakutibiwa kabisa. Kwa hivyo sababu nyingine au tabia nyingine hatarishi ni local au poor economic social status. Lakini kama mwanamke ana hali duni ya kiuchumi, hii nayo pia inamweka yeye kwenye uhatari wa kupata ugonjwa huu wa PID. Na hii ni kwa sababu tunajua wanawake ambao wapo katika hali duni inakuwa ni ngumu wao kuhudhuria kwenye mahospitali, kwenye vituo vya afya kadhalika kwa ajili ya kwenda kufanya uchunguzi wa afya. Kwa hiyo unakuta hawa wanakuwa wana delayed diagnosis, kwamba wanakuwa wanachelewa kugundulika kama wana ugonjwa huu wa PID. Kwa hivyo hawa wanakuja kugundulika tayari ugonjwa ushakuwa ni wa muda mrefu. Kwa hiyo tabia hatarishi hapa ni kuwa na kipato kidogo cha kiuchumi ambacho kingemwezesha mwanamke kwenda hospitali kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa kitaalamu ili kujua afya yake. Lakini tabia nyingine hatarishi ni recent intrauterine device. Kama mwanamke hivi karibuni ameweka kitanzi. Kitanzi ni njia ya uzazi wa mpango ambayo inahusisha kuwekewa kifaa ambacho kinaenda kuziba mirija ya mayai ama mirija ya uzazi. Kwa hiyo ile intrauterine device au kifaa ambacho unawekewa, wakati unawekewa kinaweza kikasababisha maambukizi au wale bakteria wakatoka sehemu ya chini ya via vyako vya uzazi kama mwanamke yakaenda sehemu ya juu. Kwa hivyo hii nayo ni hatari, ni tabia hatarishi. Lakini tabia nyingine hatarishi ni douching. Mwanamke aidha kuchezea au kuchezewa sehemu zake za siri, aidha kwa vidole ama kwa vifaa vingine.
Hii nayo inakuweka kama mwanamke kwenye uhatari wa kupata ugonjwa huu wa pelvic inflammatory disease. Lakini hali nyingine hatarishi ni early age at first sexual intercourse. Mwanamke au mdada akianza mapema kushiriki tendo la ndoa inamweka katika uhatari, na hii ni kwa sababu atakuwa anashiriki tendo kwa kipindi kirefu sana cha muda cha maisha yake, hali ambayo itamweka katika uhatari na kujiingiza kwenye masuala ya ngono zembe na vitu kama hivyo. Lakini sababu nyingine ambayo ni hatari ambayo mwanamke akiwa nayo inaweza kumpelekea akapata gonjwa hili la pelvic inflammatory disease ni transsexual sex. Wale wadada ambao wanafanya mapenzi kwa lengo la kujiuza, kwamba wao wanapewa pesa then wao wanatoa miili yao. Hii nayo inaweka katika uhatari kwa sababu mara nyingi unakuta wanakuwa hawatumii kinga ya aina yoyote, lakini pia wanakuwa hawana mtu maalum, anakuwa ni mtu yoyote. Dalili za ugonjwa huu wa PID, pelvic inflammatory disease, ya kwanza kabisa ni abdominal vaginal discharge. Mwanamke atakuwa anatokwa na uchafu sehemu zake za siri, na uchafu huu unaweza ukawa unaonekana mithili ya usaha ukiuangalia, na rangi yake unakuwa unaonekana wa njano, sometimes unaonekana kama ni wa kijani, lakini pia unakuwa unatoa harufu kali. Hiyo ni dalili ya kwanza ya mwanamke kuwa na ugonjwa huu wa PID. Lakini dalili ya pili ni lower abdominal pain. Mwanamke atakuwa anapata maumivu chini ya kitovu, na maumivu haya mara nyingi huwa yanakuwa ni bilateral, kwamba yanakuwa yanauma maeneo ya chini ya mbavu, upande wa kulia na upande wa kushoto. Na hii pia ni dalili ya kuonesha kwamba tayari ovaries au mji wa mayai ushavamiwa na haya maambukizi, na tayari kuna baadhi ya complications mwanamke ashaanza kuzipata. Lakini dalili ya pili, mwanamke atakuwa anapata joto, atakuwa anapata homa, na ukimpima nyuzi joto yake utakuta ni zaidi ya centigrade 38 za jotoridi ya mwili wake. Lakini dalili nyingine ambayo mwanamke ataionesha, ataonesha dalili ya dysuria. Atakuwa anapata maumivu wakati wa kukojoa, lakini pia dalili nyingine atapata dyspareunia. Mwanamke atakuwa anapata maumivu wakati yeye akishiriki tendo, na hii ni kwa sababu ya inflammation, ni kwa sababu vile via vyake vya uzazi vimeshaathirika, vina maambukizi. Kwa hiyo yeye inakuwa ni rahisi zaidi wakati wa kushiriki tendo kuweza kupata maumivu. Lakini wanawake pia wanakuwa na pelvic pain, wanakuwa wanapata maumivu ya kiuno. Mwanamke unakuta muda wote kiuno kinamuuma tu na asijue sababu ni nini. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuwa na ugonjwa huu wa PID. Lakini dalili nyingine ni cervical motion tenderness. Sasa dalili hii huwa inagundulika mwanamke tayari akiwa shafika hospitali na akiwa anafanyiwa uchunguzi wa kitaalam. Huwa kuna manuva inaitwa cervical excision test, kwamba mwanamke akifanyiwa uchunguzi huu huwa anakuwa anapata maumivu mara baada ya ile cervix yake au shingo yake ya kizazi kuzungushwa. Lakini pia dalili nyingine, mwanamke anaweza kawa ana adnexal tenderness, kwamba vile viungo vya karibu na vile vya uzazi ambavyo vimeathirika pia na vyenyewe vinaweza vikawa vina hali ya kupata maumivu. Lakini mbali na hivyo, dalili nyingine ambayo mwanamke anaweza kaa nayo ni malaise. Mwanamke anahisi amechoka, lakini pia kutokuwa na comfortability. Mwanamke anahisi tu hayupo comfortable. Hii pia ni kutokana na hizi dalili ambazo ako nazo na hali ambayo si ya kawaida anayoona inaendelea katika mwili wake. Sasa ikitokea umekaa na huu ugonjwa kwa muda mrefu haujatibiwa, ama umetibiwa lakini umepewa dawa hujamaliza dozi, umetibiwa nusu nusu, ugonjwa huu huwa una madhara. Madhara ambayo yanaweza kujitokeza kutokana na tatizo hili la PID, endapo utakaa nalo kwa muda mrefu halijatibiwa, au umetibiwa alafu hujakamilisha matibabu, inaweza kukusababishia tatizo la ugumba, infertility. Na hii ni kwa sababu maambukizi ya hawa bakteria huwa wanaathiri via vya uzazi moja kwa moja na kusababisha ule mji wa mimba unaharibika. Kuna adhesion zinatokea kule, lakini pia ile mirija ya mayai au mirija ya uzazi nayo pia inaharibika, inapata makovu, lakini pia inaweza ikaziba kabisa, ikatengeneza fibrosis au ikatengeneza blockage. Kwa hivyo itakuwa ni ngumu kwa wewe mwanamke kupata ujauzito. Lakini pia inaweza kusababishia madhara ya kupata mimba ya nje ya kizazi, tunaita ectopic pregnancy. Na hii ni kwa sababu
yai litashindwa kuja kufika kwenye mji wa mimba kwa ajili ya kuendelea kukua. Kwa sababu gani? Katikati hapa kwenye ile mirija yako ya uzazi patakuwa pameziba, kwa hiyo litakosa njia. Lakini madhara mengine ambayo unaweza ukapata mchafuko wa damu ambao tunaita ni septicemia, na hii ni kwa sababu hii PID tulisema inasababishwa na bakteria wawili ambao ndio most common wanasababisha mara nyingi, lakini inaweza ikasababishwa na bakteria wengine wakiwemo wakina Escherichia coli, wakiwemo wakina Mycoplasma genitalium, wakiwemo wengine wakina Bacteroides na wengine. Sasa kwa sababu ushapata maambukizi ya hawa bakteria na haujatibiwa kwa muda mrefu, wale bakteria wanaweza wakahama sasa kutoka kwenye via vya uzazi wakaingia kwenye mirija ya damu na kuanza kuathiri damu nzima, kwa hiyo ukapata mchafuko wa damu.